Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye YouTube channel yetu tuzidi kuhabarishana. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Daktari Charles Kitima, ameishambulia serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kuonyesha waziwazi wake kuhusu kutokuwepo kwa usawa katika matumizi ya sheria kati ya wanasiasa wa chama tawala na viongozi wa upinzani haswa kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kiongozi huyu wa kidini ametoa ujumbe mzito uliomfikia Rais Samia Suluhu Hassan, akioji sababu za viongozi wa chama tawala kuacha kuchukuliwa hatua za kisheria wanapotoa kauli kali au mbaya mbele ya umma, wakati wanasiasa wa upinzani wakikabiliwa na mkono wa sheria kwa haraka wanapofanya makosa yanayofanana. Matamshi hayo yamesambaa kwa kasi kubwa kupitia video kwenye mitandao ya kijamii na kuibua mjadala mzito kote nchini, hasa ikizingatiwa kuwa yameguza kesi ya uhaini inayomkabili makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, ambayo imedumu kwa zaidi ya siku 400 mahakamani bila kupatiwa ufumbuzi wa mwisho au kuthibitishwa. Daktari Charles Kitima ameibainisha kuwa mazingira ya sasa ya kisiasa nchini yanadhihirisha jinsi matamshi yanayofanana yanavyopokelewa kwa mitazamo tofauti na mamlaka kulingana na upande wa kisiasa wa mzungumziaji, suala ambalo linaleta athari kubwa za kisheria kwa upande mmoja wa upinzani pekee. Kiongozi huyu amesisitiza kuwa misingi ya haki inapaswa kusimamiwa na kutumika kwa usawa na kwa namna ya kudumu, bila kuangalia upande wowote wa kisiasa anakotoka mtuhumiwa au msimamo unaowakilisha katika jamii. Ameonya kuwa utaratibu wowote unaonyesha ubaguzi au utekelezaji wa kuchagua sheria unaweza kuharibu imani ya wananchi kwa taasisi zilizopo na kudhoofisha umoja wa kitaifa, huku ukiongeza migawanyiko ya kisiasa badala ya kuipunguza miongoni mwa raia. Wakati hoja hizo zikizua mijadala, wafuasi wa serikali wamejitokeza na kushikilia msimamo kuwa taasisi zote za kisheria nchini zinafanya kazi kwa kufuata ushahidi uliopo na sheria zilizowekwa bila kuathiriwa na misimamo ya kisiasa ya watu wanaoshtakiwa. Pamoja na hayo, Daktari Kitima ameiguzia kwa kina kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, akitazama suala hilo kupitia misingi ya haki za binadamu na uwajibikaji wa kimaadili, ambapo amewakumbusha wananchi kuwa kila mshtakiwa anapaswa kuhesabiwa kuwa ana hatia hadi pale makosa yake yatakapothibitishwa na mahakama lenye mamlaka kamili. Ameeleza kuwa jambo hili linapaswa kutafakariwa kwa makini na jamii pamoja na taasisi zote zinazohusika, huku akikiri kuwa taratibu za kisheria bado zinaendelea mahakamani. Majukwaa ya mitandao ya kijamii yamefurika maoni mbalimbali, ambapo baadhi ya wananchi wamempongeza katibu mkuu huyu kwa kuibua mada hiyo yanayoamini inastahili mjadala wa kitaifa, wakieleza kuwa viongozi wa dini wana wajibu wa kuhamasisha haki, amani na upatanisho nchini. Wachambuzi kadhaa wameeleza matamshi hayo kama wito wa kutafakari kwa kina mfumo wa utoaji haki badala ya kuwa chanzo cha makabiliano. Kwa upande mwingine, wakosoaji wameipinga uingiliaji huo, wakidai kuwa masuala yote ya kisheria yanapaswa kuachiwa mahakama za Tanzania na taasisi zake bila kuingiliwa na umma au wanasiasa, huku wakionya viongozi wa kidini wa Kikristo kutojihusisha na mizozo ya kisiasa inayoendelea.
Mjadala huu sasa umeenda mbali zaidi ya kumuhusu mwanasiasa mmoja au kesi moja ya mahakama, kwani unahoji namna taasisi zinavyoweza kudumisha imani ya umma na jinsi mizozo za kisiasa inavyoweza kusimamiwa bila kuathiri umoja wa nchi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na ya jamii wanaeleza ama wanaamini kuwa jinsi wananchi wanavyochukulia mfumo wa kisiasa inategemea sana mtazamo wao juu ya uwepo wa haki na usawa mbele ya sheria. Mpaka sasa hakujakuwa na majibu yoyote rasmi yaliyotolewa kutoka kwa upande wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, serikali ya Mama Rais Samia Suluhu Hassan, au kutoka kwa viongozi wa chama cha upinzani haswa Chadema kuhusiana na kauli hizo za Daktari Kitima zilizofungua upya maswali ya usawa, wajibikaji na uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Mbali na maswala ya kisheria ya wanasiasa, jamii ya Wanatanzania kwa sasa inakabiliwa na mijadala mipana inayohusu changamoto za kiuchumi na ya kijamii zinazowaguza raia kila siku katika maeneo yao. Hali hii inajumuisha kupanda kwa gharama za maisha, usimamizi wa kodi, upatikanaji wa huduma bora za kijamii, pamoja na migogoro ya hapa na pale inayohitaji kupatiwa suluhu ya kudumu kutoka kwa mamlaka husika. Viongozi mbalimbali wa taasisi za kiraia na kidini wamekuwa wakitoa rai kwa serikali kuongeza kasi ya kutatua kero za wananchi ili kuzuia uwezekano wa kuwepo kwa mivutano inayoweza kuadharisha utulivu wa taifa. Umakini mkubwa wa umma sasa unaelekezwa kwa jinsi taasisi za serikali, mahakama na mashirika ya kiraia yatakavyochukua hatua za kuboresha mifumo ya utendaji na utoaji haki ili kukidhi matarajio ya wananchi. Utekelezaji wa raia bila ubaguzi umekuwa kiini cha madai ya wadau wengi wa maendeleo na demokrasia, ambao wanasisitiza kuwa amani ya kweli inajengwa juu ya msingi wa haki na usawa kwa raia wote bila kujali nafasi zao katika jamii au vyama vyao. Hatua za kisheria zinazochukuliwa dhidi ya ukosoaji wa serikali zimeendelea kutolewa mfano na vyama vya upinzani kama kigezo vingi nchini. Jambo hili linaongeza shinikizo kwa viongozi wa kisiasa kutafuta njia za mazungumzo na maridhiano ili kumaliza tofauti zilizopo za kujenga nchi yenye misingi imara ya utawala wa sheria. Wakati huo huo, mahakama inaendelea na vikao vyake vya kusikiliza mashauri mbalimbali yakiwemo yale yenye mwelekeo wa kisiasa, huku wananchi wakifuatilia kwa karibu kuona namna taratibu hizo zitakavyohithimishwa kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi. Uhusiano kati ya vyombo vya dola na raia umekuwa mada muhimu inayohitaji kuangaliwa upya ili kuhakikisha kuwa ulinzi na usalama wa taifa hauendi kinyume na ulinzi wa haki za kikatiba za raia moja kwa moja. Hali hii inafanya kauli za viongozi wa kidini kuwa na uzito mkubwa katika jamii kwa kuwa zinachukuliwa kama sauti za upatanisho zinazolenga kuwakumbusha viongozi wa kisiasa wajibu wao kwa wananchi wote. Mienendo ya wanasiasa ama mienendo ya kisiasa nchini Tanzania inaendelea kubadilika, huku kukiwepo na maandalizi ya chaguzi mbalimbali ambazo zinahitaji kuwepo kwa uwanja sawa wa ushindani kwa vyama vyote vya siasa ili kuhakikisha michakato hiyo inakuwa na amani na usawa. Wadau wa masuala ya uchaguzi na haki za binadamu wameendelea kutoa wito kwa serikali kufanya marekebisho ya kisheria na kitaasisi yatakayowezesha uwepo wa uhuru wa kujieleza na kufanya shughuli za kisiasa bila vizuizi visivyo vya lazima. Mazingira hayo yote yanaonyesha jinsi taifa linavyopita katika kipindi cha majadiliano muhimu kuhusu mustakabali wa mifumo yake ya utawala, haki na ushirikishwaji wa jamii katika maamuzi makubwa ya kitaifa.